Maisha ya kijamii ya wakazi wa jimbo la Kivu Kusini yamekuwa ya kusikitisha sana wakati wa kipindi hiki cha vita. Miezi miwili imepita tangu kutekwa kwa mji wa Bukavu na waasi wa M23. Maisha ya kijamii yanasalia kuwa yasiyo ya haki katika ngazi zote. Idadi ya watu haiwezi tena kupinga hali ya sasa. Maisha yamekuwa magumu. Vikao vyote havifanye kazi tena. Kila kitu kinakuwa kigumu. Kwa hivyo hatujui ikiwa hali itabadilika au la, kaeleza mmoja kati ya wakazi wa mji wa Bukavu. Miongoni mwa dhuluma zilizosababishwa na vita, majimbo yote yamesalia kutokuunganishwa na miji mikuu yao kutokana na ukosefu wa barabara na miundombinu mingine. Kwa mfano, barabara ya taifa namba 2 inayopitia Walungu na Mwenga hadi jimbo la Manyema iko katika hali mbaya, na hivyo kusababisha kupanda kwa bei za mafuta, usafiri na vyakula yakiwemo mahitaji ya msingi. Barabara ya taifa namba 5 inayounganisha mji wa Bukavu na ile ya Uvira, mji mkuu wa muda wa jimbo hilo, kupitia Ngomo, pia inatia wasiwasi wakazi wa Bukavu na wale wa maeneo tofauti waathirika wa ukatili wa vita hivi. Watu wengi wanapaswa kukimbilia. Kutoweka na kuuawa kwa watu kadhaa na watu wenye silaha ni ukweli wa kutisha. Kisa cha hivi punde zaidi ni cha Bwana Hamisi Musaada Emerite, mwandishi habari wa vyombo vya habari vya mitandaoni Debu RDC, ambaye ametoweka tangu Jumanne iliyopita. Aliondoka nyumbani kwake saa 9 am kwa saa za hapa ili kwenda kazini, lakini hakuweza kufika alikoenda na amekuwa hapatikane tangu wakati huu. Kabla ya kutoweka kwake, mwandishi huyo wa vyombo vya habari alipokea jumbe za vitisho kutoka kwa namba isiyojulikana zikimtisha kwa jina la kamanda wa kawaida wa jeshi. Mashirika kadhaa yamehonya juu ya kutoweka huko, lakini bila mafanikio. Zaidi ya hayo, watu wengi wamepoteza kazi zao katika sekta za umma na ya kibinafsi na benki zimefungwa. Kiwango cha ubadilishaji wa dola za Kimarekani pia kimelipuka, kwa sasa kimefikia franka 3.2 hadi 3.3 za Kongo kwa dola moja. Miundombinu mbalimbali ya mashirika ya kiraia na vyombo vya habari vya ndani vinanyimwa uhuru wa kujieleza, na hivyo kufanya kuwa vigumu kukemea uhalifu, unyanyasaji unaofanywa na watu. Wakazi walifichua kuwa kuongezeka kwa uhaba wa dawa katika maeneo tofauti ya afya kumesababisha kuonekana kwa magonjwa ya milipuko kwa wanadamu na wanyama.